Ndugu waalikwa, kinga ya jamii ni moja kati ya haki ya msingi za binadamu zinazotambuliwa na Umoja wa Mataifa na Shirika la Kazi Duniani kwa maana ya ILO. Aidha, ibara ya 11(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza kwamba mamlaka ya nchi itaweka utaratibu unaofaa kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa haki ya mtu kufanya kazi, haki ya mtu kujipatia elimu, haki ya mtu kupata msaada kutoka kwa jamii wakati wa uzee, maradhi au hali ya ulemavu katika hali zinginezo za mtu kuwa hajiwezi. Kutokana na wajibu huo, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuweka mazingira bora ya kisera na kisheria kwa lengo la kuhakikisha kwamba wananchi wake wanafanya kazi na wanapata kinga dhidi ya majanga mbalimbali kama vile maradhi, ulemavu na ukosefu wa kipato. Ndugu waalikwa, kuanzia mwaka 2018 serikali ilifanya maboresho kadhaa katika maendeleo ya sekta ya kinga ya jamii hapa nchini, ikiwemo kuunganisha mifuko ya pensheni iliyokuwepo na kubakiza mifuko miwili, mmoja kwa ajili ya sekta ya umma kwa maana ya PSSF na mwingine kwa ajili ya sekta binafsi NSSF. Mabadiliko haya yalifanyika kwa lengo la kuongeza ufanisi katika uendeshaji, ulipaji wa mafao na utoaji wa huduma kwa wakati. Aidha, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF umeendelea kutoa fidia kwa wafanyakazi wanaopata madhara yanayotokana na kazi, na mfuko wa bima ya afya kwa wote NHIF umeendelea kutoa huduma za matibabu ya afya kwa wananchi. Vile vile katika kipindi hicho, mabadiliko mengine yaliyofanyika katika mfuko wa taifa hifadhi ya jamii NSSF kama alivyosema mkurugenzi mkuu hapa, wamepewa jukumu la kuhudumia wananchi waliojiajiri katika sekta isiyo rasmi. Utekelezaji wa jukumu hili unalenga kufikia azma ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kuwa kila mwananchi anajumuisha katika mfuko wa kinga ya jamii. Si tu kwamba ni jambo la muhimu katika maendeleo ya nchi, lakini ni haki ya binadamu. Sasa kama ni haki ya binadamu na hilo limetambulika hapa na katika jumuiya za kimataifa, basi ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wote wananchi wa nchi husika wanaweza kuwa covered na hifadhi ya jamii kupitia utaratibu wa kuchangia kwa wale wanaweza kuchangia, kwa wale walioajiriwa na wale waliojiajiri lakini wenye uwezo wa kuchangia. Wale ambao hawana uwezo wa kuchangia, basi kuna taasisi kama TASAF zinafanya kazi hiyo. Kwa hiyo kuhakikishia Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba tutahakikisha kweli wale waliojiajiri na ambao wanaweza kuchangia basi wanakuwa sehemu ya hifadhi ya jamii kupitia NSSF. Kwa upande wa thamani ya mfuko katika miaka ya hivi karibuni tumekuwa sana, zaidi ya mara 2. Mwezi Machi 2021 tulikuwa na thamani ya shilingi trilioni 4.8. Lakini ilipofika Desemba mwaka jana 2025 tumefikia zaidi ya thamani ya shilingi trilioni 10.4. Ukuaji wa zaidi ya mara 2 huu. Lakini katika masuala ya ziada surplus, kila mwaka tunaandaa mahesabu yetu ambapo ukiangalia utakuta mwisho pale tunatengeneza ziada, tunatengeneza surplus. Na katika miaka 4 mfululizo, tangia mwaka 2021-22 mpaka 24-25, na kwa mujibu wa hesabu zilizokaguliwa tumevuka lengo la ziada zaidi ya trilioni 1. Kila mwaka tumekuwa tukipata, na jambo hili liko katika historia, si mifuko mingi ya hifadhi ya jamii ambayo inaweza kuwa na mafanikio kiasi hicho. Kwa majina naitwa Gilbert Moria, ni Senior Manager Sustainability Geita Gold Mining Limited. Leo katika mkutano wa wadau wa kinga ya jamii, kampuni yetu ya GGML imefanikiwa kupata tuzo ya vyeti viwili. Tuzo ya kwanza inatoka kwa WCF, na hii wametupatia tuzo hii kwa ajili ya kutambua mchango wetu katika masuala ya usalama mahali pa kazi. Nafikiri sisi ni vinara wakubwa sana katika sekta ya madini hapa nchini, hilo halina shaka. Tuna wafanyakazi zaidi ya 7,000 na tunaendesha shughuli zetu za uchimbaji wa madini katika mkoa wa Geita ambapo tuna mitambo mbalimbali. Sasa katika shughuli zetu kuna masuala ambayo ni lazima tuhakikishe tunayafanya kwa ufanisi. Swala la kwanza ni kwenye masuala ya usalama. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba wafanyakazi wetu wanakuja na kufanya kazi wakiwa salama. Ndio maana hata leo mmeona WCF wametupatia hichi cheti kutambua mchango wetu katika masuala ya usalama kazini, lakini vile vile katika kutekeleza takwa la sheria, kuhakikisha kwamba tunatoa michango yetu ile ya WCF kwa wakati na kuhakikisha kwamba wafanyakazi wetu wanakingwa
ikitokea pale kunakuwa na majanga mbalimbali. Naitwa Elisha Nelson Mnyawi. Mimi ni mwenyekiti wa wachimbaji katika mkoa wa Manyara, na namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tumekuja kwa mwaliko wa NSSF na mashirika mengine na taasisi mbalimbali ambazo zimeona tuna mchango kama wachimbaji. So tumekuja na hasa kualikwa kwetu, nimekuja kwa ridhaa ya Mheshimiwa Rais wa shirikisho la wachimbaji Tanzania, Federation of Miners Association of Tanzania. Kwa hiyo niko hapa kumwakilisha yeye, na nashukuru kwa serikali na taasisi zake kwa ujumla kwa kutambua mchango wa wachimbaji kwamba ni muhimu sana kuwepo hapa, kwa sababu katika mchango wa wachimbaji katika nchi yetu umekuwa mkubwa na umeendelea kukua siku kwa siku, na ndio maana serikali ikaona umuhimu wa sisi kuwepo hapa.